wapendwa viongozi wote kutoka vigangoni na ngazi zote za parokia, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mada yetu ni Mtakatifu Yosefu, kioo cha maisha. Mtakatifu Yosefu, kioo cha maisha. Lakini nitapenda nianze na mada ndogo. Huyo Yosefu alipata jina kutoka kwa Yosefu mwingine. Tumchunguze kwa nini walimpatia jina la Yosefu, na yule Yosefu alikuwa na sifa gani. Kwa hiyo naomba tuandike. Je, unaandika jina lako vizuri kama Yosefu? Je, unaandika jina lako vizuri kama Yosefu? Naomba mwambie jina lako, andika jina lako vizuri. Kuna majina ambayo wazazi hawawapatii watoto kwa sababu waliokuwa nayo waliandika vibaya. Ni watu wachache sana wanaitwa Kaini kwa sababu Kaini alimuua Habeli. Nilikuwa sifikiri kwamba kuna mtu aliyeitwa Kaini, lakini nilikuwa naongea na Bwana Patrick Tibanga, akasema kuna kijana mmoja hapo Bukoba mjini anaitwa Kaini. Lakini si kawaida watu kutumia jina la Kaini. Na hawatumii siku hizi jina la Itra kwa sababu yale ya mauaji ya Wayahudi karibu milioni 6. Kwa hiyo ndo maana kitabu cha Methali kinasema jina hovu litaoza. Wahaya wana Methali inasema eibara lirungi lirokora nyinalyo. Jina zuri linamsaidia aliyenalo, lakini jina baya ni kama alimtendei mema aliyenalo. Kwa hiyo jina, na Mungu anachukua majina yetu ya pili ni kama yanakuwa jina lake la pili. Anachukua majina yetu yanakuwa jina lake la pili. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, anaweza akawa Mungu wa Revocatus, anaweza akawa Mungu wa Leonard, anaweza akawa Mungu wa John, Mungu wa Felix, Mungu wa Mshobozi, Mungu wa Mosha. Ngoja na mimi nijiweke kidogo, Mungu akamgisha. Mungu anaweza kachukua majina yetu. Ninaposema andika jina lako vizuri, jambo lote unalolitenda, unalolifanya, unaandika jina lako. Unapoongoza vizuri, unaandika jina lako. Wanasema fulani ni kiongozi mzuri. Unapotenda mema, unaandika jina lako. Sasa Yosefu alipata jina kutoka kwa Yosefu wa Agano la Kale, mtoto wa 11 wa Yakobo, akapata jina. Sasa tuangalie hilo jina walilompatia wazazi wake, huyu alikuwa na sifa gani? Nimeomba nianzie huko ili tusaidie katika masuala yetu ya maisha. Swali ni, je, unaandika jina lako vizuri kama Yosefu? Yosefu Agano la Kale aliandika jina lake vizuri. Pointi ya kwanza, alikuwa mtu wa ndoto, maono na dira. Alikuwa mtu wa ndoto, maono na dira. Aliwaambia ndugu zake, nimeota ndoto, nimeota mnaniinamia. Akasema, dogo, umeotaje? Mota tunakuinamia muone kabisa. Wakasema, sisi tunakuinamia, tutaona. Walichokifanya wakamuuza. Napenda nikwambie katika maisha, ndoto zako nyingine usimwambie kila mtu. Ukitaka kujenga nyumba kubwa, watu wasikie nyundo inagonga bati ya msauzi. Ukitaka kununua pikipiki usimwambie kila mtu. Wacha watu waone huko kituo cha mafuta unasema jaza tanki. Binadamu wakati mwingine si wema. Lakini lazima tuwe na maono ya kwenda mbele. Nilishangaa watoto walikuwa na huu mchezo wa kupeana vijiti. Sasa watoto wanashindana wa primary. Katoto kamoja walipokapatia kijiti, badala ya kwenda mbele, kakachukua kijiti, kakapiga mbio, kanaenda nyuma tena kwa haraka. Watu wote wakabaki wameshangaa. Tunahitaji kwenda mbele, sio kwenda nyuma. Tunahitaji kwenda mbele, sio kwenda miaka ya 60, ile miaka ya nyuma. Tunahitaji kwenda mbele. Enzi za teknolojia, enzi za nini, tunahitaji kwenda mbele. Lazima kuwe na maono, lazima kuwe na ndoto. Yosefu alikuwa mtu wa ndoto, na Yosefu huyu baba mlishi wa Yesu, na yeye alikuwa mtu wa ndoto na mtu wa maono.
Mara 4 anaonekana amelala, anaota ndoto, na anapoamka anafanya kitu. Naomba na sisi tuwe watu wa ndoto. Kitendawili, nimelala usiku mzima natazama filamu. Nimelala usiku mzima natazama filamu. Naomba jibu, kama mna jibu naomba mji. Ndio. Ndoto, asanteni sana. Ndoto. Kuna zile ndoto ambazo unaota umelala, lakini kuna ndoto ambazo unaota mchana, unawaza na kufikiria. Lazima kufikiria. Kuna changamoto nyingi katika maisha, lazima kufikiria na kutatua. Kuna watu fulani walikwama, ilikuwa ni lori linapita mahala huko kuna reli. Sasa kidogo mzigo kidogo unagusa, wakashindwa kupita. Mmoja akatoa wazo kwamba wapunguze mzigo. Mwingine akasema hamna haja kupunguza mzigo, tupunguze upepo kwenye tairi. Matatizo mengine punguza upepo. Mambo yanaenda. Hizo ni changamoto katika maisha. Lazima kuwaza, lazima kuumiza kichwa. Ndio maana wanaume mnaambiwa katika Biblia, ishi na wanawake kwa akili. Ishi na wanawake kwa akili. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ameachana na mume wake, baadaye miezi 6 mume wake akampigia simu, akasema nakuomba urudi. Mwanamke akasema ngoja nikupatie mtihani. Nenda kwenye kabati, chukua kikombe. Sema umechukua? Mwanamke akasema nimechukua. Sema gonga kwenye sakafu. Akasema umegonga? Mwanaume akasema nimegonga. Akasema sasa baada ya kugonga si unaona kwamba kimepasuka vipande? Hivyo vipande vikusanye, viunganishe. Sasa viwezi kuunganishwa, kwa hiyo na mimi siwezi kuja. Mwanaume akasema unaongea nini? Mimi sikuelewi. Maana uliposema nichukue kikombe na kugonga, mimi nimechukua kikombe cha plastiki na kijavunjika. Mwanamke akasema na wewe baba, ngoja hapo narudi. Ishi nao kwa akili. Ishi nao kwa akili. Umiza kichwa. Kazi ya mwanaume ni kuumiza kichwa. Kazi ya kiongozi ni kuumiza kichwa. Usiseme haiwezekani. Umeisha umiza kichwa? Umeisha lilalia? Umeisha angalia hasara na faida? Umeisha angalia upande mwingine? Umiza kichwa. Umiza kichwa. Mtoto mmoja mwalimu aliuliza nusu ya 8 ni ngapi? Mtoto mmoja akajibu mwalimu ni 3. Wakamzomea. Mwingine akasema ni 0, wakamzomea. Mwingine akasema ni 4 nusu ya 8, wakamshangilia. Aliyesema ni 0 akasema mwalimu naomba nijitetee. Ukichukua umbo la 8 ukakata katikati, una 0 juu na nyingine chini. Mwingine akasema ni 3, naomba nijitetee. Ukichukua la umbo la 8 ukakata katikati, una 3 inatazama 3 nyingine. Hiyo ni mitazamo. Je, umeisha umiza kichwa na kuangalia namna mbalimbali? Umiza kichwa. Umiza kichwa. Kazi ya kiongozi si kusema haiwezekani. Kazi ya kiongozi ni kuumiza kichwa. Lisilowezekana linawezekana. Point ya pili, alikuwa shujaa wa usafi wa moyo, yani mwaminifu. Mnakumbuka Yosefu ndugu zake walimuona ni mtu wa majigambo, wakasema amekuja dogo. Lakini Waishmaeli waliomununua waliona ni mtumwa. Akaenda kwenye nyumba ya Farao, wakamuona ni houseboy. Lakini mke wa Farao alimuona kwamba anaweza akawa boyfriend mzuri. Alipomuona mwili ukasimuka, akabadilika yule mwanamke. Lakini Yosefu akaendelea kuwa mwaminifu, akutaka kumgusa mke wa boss. Akutaka kumgusa mke wa boss. Sitaki kuongea mengi, nyie ni wanaume wazuri sana, hamna shida. Ila ninachotaka kusema, pigania ndoa yako, wekeza katika uaminifu. Biblia inasema Mithali sura ya 5 mstari wa 15, kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Naomba mwambie jirani yako, kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Nafikiri ni watu wazima mnaelewa. Maji ya barabarani si safi na si salama. Hilo ni swala la uaminifu. Na swala hilo lazima umlinde mke wako na yeye akulinde. Tunaelewana?
Ndio maana ukiwa kwenye jam, yani kuna msongamano wa magari kama miji mikubwa Nairobi na Dar es Salaam, lazima gari lako usogeze karibu na gari lililoko mbele. Ukiacha nafasi watu wa daradara wanaingia, ukiacha nafasi bajaji zinaingia. Kwa hiyo lazima usogee mbele, usiache nafasi. Yani ni bumper to bumper. Mwambie jirani yako bumper to bumper. Na maisha ya ndoa ni bumper to bumper. Ukiacha nafasi wanaingia. Uaminifu. Uaminifu katika ndoa unaitwa marital fidelity kwa Kiingereza, marital fidelity. Naomba tuseme kwa Kiingereza marital fidelity. Lakini kuna uaminifu mambo ya pesa, unaitwa financial fidelity. Sivyo? Uaminifu katika mambo ya pesa. Lazima na viongozi mnaposimamia pesa, endelea kuwa waaminifu. Point ya 3, alikuwa mtu wa subira. Subira yavuta heri, mvumilivu ula mbivu. Hata Yesu akutoka msalabani, wakapita wapita njia wanasema, wewe kama ni mwana wa Mungu shuka tutakuamini. Wapita njia, wewe kama ni mwana wa Mungu shuka tutakuamini. Wapita njia wana maneno, wanaweza wakapita kwako, alijenga nyumba kubwa, mbona imemshinda? Au wapita njia. Lakini alivumilia, maana alikuwa kwenye uwanja wa vita, alikuwa kwenye mapambano. Kama kiongozi unakuwa kwenye uwanja wa mapambano, uwanja wa vita, huo ndo msalaba wako. Uongozi ndo msalaba wako. Unahitaji uvumilivu, unahitaji subira. Subira yavuta heri, mvumilivu ula mbivu. Akivumilia sana anakula mbovu. Uvumilivu, subira yavuta heri. Kuna mfalme mmoja alitaka kupata mtoto atakayekuwa mfalme, akawapatia watu shindano, na akasema, mtaanza kukimbia mtakapotoa signal, hata filimbi ikipigwa. Basi filimbi ilipopigwa, mmoja akakimbia, mwingine akafuata, mwingine akabaki amemtazama mfalme, na mfalme anatazama wanaokimbia. Mmoja alipofika kule, wakamshika, wakafikiri ndiye mfalme, wakamleta. Mfalme akauliza, wewe mbona umekimbia? Akasema, si ilipigwa filimbi nikakimbia. Wa pili, mbona umekimbia? Akasema, mimi nilikimbia nilipoona mwenzangu anakimbia. Wa tatu, mbona ukukimbia? Akasema, mimi nilisubiri signal, ulikuwa hujatoa signal. Mfalme akasema, huyu ameshinda, maana nilikuwa sijatoa signal. Mtihani wa leo ulikuwa ni mtihani juu ya subira. Nilitaka mtu mwenye subira. Subira yavuta heri. Kama kiongozi lazima uwe na subira. Usiwe na haraka hata kuhukumu. Ngoja mambo, uchunguze mambo. Ngoja jambo linatokea unaharakisha kuhukumu. Bana, kuwa na subira, uwezo ukajua. Kuna mama mmoja alikuwa uwanja wa ndege. Basi alikuwa amenunua paketi ya biskuti. Alikuwa amekaa na baba mmoja. Sasa yule baba akafungua paketi ya biskuti akaanza kula. Mama akasema, nakula biskuti yangu. Huyo mshenzi. Baba akara na yeye, mama akatoa viwili. Sema, anaweza kanimalizia. Yule baba anakula na mama anakula. Moyoni yule mama anasema, huyu baba mchoyo, amenibia biskuti yangu. Vilipobaki 5, mama vyote akavishika mkononi akaanza kula. Alipoingia kwenye ndege, anatoa mkoba wake kutoa kitabu cha kusoma, akakuta paketi ya biskuti. Kumbe alikuwa anakula vya mtu mwingine. Hata mwishoni alichukua 5, akafikiri asije akamalizia, kumbe ni yeye anamuonea. Aliharakisha kuhukumu. Naomba mwambie jirani yako, usiwe na haraka kuhukumu. Kuwa na subira. Haya mambo ya uongozi yanahitaji uwe na subira. Unaweza ukahukumu mtu na mambo kumbe si kweli. Yosefu alikuwa mtu wa subira. Mungu alipomwambia ndugu zako watakuinamia, akawa mtumwa, akawa houseboy, akafungwa gerezani, lakini alikuwa anasubiri. Wakati wengine wanamuita mtumwa, wanamuita houseboy, Mungu alikuwa anamuita waziri mkuu. Yeye akawa na subira. Wakati mwingine tunakosa subira.
Hata Petro walimtishia, kama mwanamke kalimtishia, akasema na wewe ni mmoja wapo wa wale. Akasema, mama, ulishawahi kupigwa oran saba de Korani ya mauda mimi sio mmoja wao. Petro akawa na hofu. Unakuta wanaume wengine wakina baba wanatishiwa hata na Petro mwanaume mzima anatishiwa na kakina mama kanamtishia. Ndio maana neno usiogope katika Biblia limeandikwa mara 365. Naomba tuseme usiogope. 4, Yosefu alikuwa mtafsiri mzuri wa ndoto. Alitafsiri ndoto vizuri, akaipatia maana nzuri. Ili mambo yaende tuyapatie maana. Maana ni tiba. Naomba turudie, maana ni tiba. Ndio maana watu wafupi tumewapatia maana nzuri, wasijisikie vibaya. Ufupi si ugonjwa. Wafupi ndio walivumbua ngazi. Maana ni tiba. Maana ni tiba. Kitu unakipatia maana nzuri. Kitu unakipatia maana nzuri. Maana ni tiba. Nyine njuka yenda ekia bakieta eine sivyo? Unapatia maana nzuri. Unaipatia maana nzuri. Jiwe walilitupa kwenye maji likasema yote makazi. Kitu kipatia maana nzuri ni tiba. Ndio maana Bikira Maria aliuliza, salamu ina maana gani? Walipomwelezea maana ya salamu, akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyo nena. Kitu kipatie maana nzuri, mambo yataenda. Na mambo ya kanisa yapatie maana nzuri. Hata kama ni bahasha, unazungumzia sadaka kuweka kwenye bahasha, ipatie maana nzuri. Sema hata na Mungu ni Mungu anayehitaji kufunika vitu. Mtoto anapozaliwa anakuwa kwenye tumbo, kwenye bahasha. Ndizi zinakuwa kwenye bahasha. Mahindi yanakuwa kwenye bahasha. Karanga zinakuwa kwenye bahasha. Sasa Mungu anayetoa bahasha, utamleteaje sadaka bila bahasha? Ndio maana tunaweka sadaka yetu kwenye bahasha. Kila kitu kipe maana nzuri. Wewe kama kiongozi, maana chanya na maana nzuri, ndio mambo yataenda. 5, alikuwa msimamizi mzuri wa chakula. Yosefu alisimamia chakula cha miaka 7. Kwa miaka 7 na 14 anasimamia chakula na anagawa. Alikuwa msimamizi mzuri, na kiongozi ni msimamizi. Kuna vitu Mungu amekukabidhi uvisimamie, ni vya Mungu unavisimamia. Hata mali ulionayo umekabidhiwa ili uisimamie. Alexander the Great alipoaga dunia alisema, nikiaga dunia watu 4 wabebe jeneza langu, madaktari bingwa wabebe jeneza langu, alafu mikono itokeze nje. Mikono itokeze nje. Alafu pesa nyingine mtupe njia ya kwenda kwenye makaburi. Wakamuuliza kwa nini? Akasema, madaktari bingwa 4 wabebe jeneza langu, kuonesha kwamba siku ikifika hata daktari bingwa afuidafu. Mikono itokezee nje, kuonesha kwamba nilitoka tumboni mwa mama yangu sikushikilia kitu, narudi hivyo hivyo bila kushikilia kitu. Pesa nyingine mweke njia kwenda makaburi, kuonesha kwamba mali ya duniani inabaki duniani. Kumbe sisi ni wasimamizi. Hii mali yote ni ya Mungu. Uwe unasimamia. Pesa ulionayo ni ya Mungu, unasimamia na utaiacha, wataenjoy hata wengine. Sasa kwa nini usitoe sadaka? Kwa nini usitoe zaka? Si unasimamia? Kila kitu ni cha Mungu. Wewe ni msimamizi. Ipo siku utaviacha. Kwa hiyo alikuwa msimamizi mzuri. Wao wana methali inasema, abalinde bishusi, abalinde bishusi. Wanaosimamia vibuyu vya pombe ndio wanavivunja. Kwa hiyo inabidi uaminifu katika kusimamia hiyo mali Mungu aliyotukabidhi. Usimamizi. Kuna baba mmoja alikuja kwangu akasema, Father Kamugisha, nina shida ya kutoa zaka. Nilipokuwa napata 500,000 nilikuwa natoa zaka. Sasa siku hizi nina shida Father, niombe. Mshahara wangu, mapato yangu yameenda karibu 1,000,000 ila sitoi kabisa. Nilipokuwa napata 500,000 nilikuwa natoa. Niombe Father Kamugisha. Akasema, nitakuombea. Sema, Mwenyezi Mungu tunashukuru sana kwamba sasa hivi kipato chake kimeongezeka, anapata 1,000,000.
Mungu anyongeza, Mungu akuzidisha, tunakushukuru sana. Ila nakuomba Baba, huyu alipokuwa anapata 500 alikuwa na moyo wa kutoa. Naomba Baba, shusha kipato chako kirudi 500. Sema, Father, unafanya nini? Hizo sala za namna gani? Unajua watu wengine kadiri wanavyopata ndivyo nazidi kunyima. Mungu apimi kwa kijiko. Naomba mwambie jirani yako, Mungu apimi kwa kijiko. Usimpimie kwa kijiko. Mungu anapima sana, lakini sisi tunampimia kidogo kidogo. Tunampimia kwa kijiko. Mungu ukimpa change anakupa change. Mungu ukimpa change anakupa change. Sita, akulipiza kisasi kwa ndugu zake waliomuuza. Baadaye Yosefu aliandika jina lake vizuri, hakuwa mtu wa kulipiza kisasi. Ndugu zake wamemuuza, amekutana nao, akawapatia, akawatesti. Baadaye alilia sana, lakini hakulipiza kisasi. Akasema haya yote yalitendeka ili mema yaweze kuonekana. Napenda katika maisha na kuomba kiongozi usiwe mtu wa kulipiza kisasi, kwa sababu kisasi muachie Mungu. Kisasi muachie Mungu. Kisasi muachie Mungu, usilipize kisasi. Tenda wema uende zako, wema auozi. Kuna watu wengine hata wanapokuwa kwenye kitanda cha mauti, unasikia fulani msile naye alinifanyia hivi, fulani msifanye nini alinifanyia hivi. Mbona Yesu msalabani alisema Baba uwasamee kwa vile hawajui wanalolifanya? Kiongozi lazima awe na moyo wa kusamee. Ndio hapo tunamwakisi Mwenyezi Mungu. 7, aliyatumia machozi kama tiba. Yosefu alilia. Yosefu alilia. Naomba tumia machozi yako kama tiba. Hivi ngoja niwaulize, mwanaume anaweza kulia? Samani, mwanaume anaweza kalia? Mwanaume anaweza akalia. Petro alilia machozi. Jogoo alipowika mara 3, Petro alilia machozi. Mwanaume anaweza akalia. Kwa hiyo usipoteze machozi yako. Machozi yako yafanye yawe sara. Katika magumu ya maisha usipoteze machozi. Machozi yafanye yawe sara. Mawingu yakizidi kwenye anga linashinda kushikilia mawingu, yanadondoka kama mvua. Na huzuni ikiwa nyingi moyoni, inatoka kama machozi. Mwanaume anaweza kawa peke yake analia machozi. Na ndio maana Zaburi inasema, umeyaweka machozi yangu katika chupa. Umeyaweka machozi yangu katika chupa. Na huyu Yosefu akaandika vizuri. Yosefu alikuwa na kanzu 5. Yosefu alikuwa na kanzu 5. Kanzu ya kwanza alikuwa na kanzu ya upendeleo. Tunasoma Mwanzo sura ya 37 mstari wa 22 na kuendelea. Baba yake alimfanyia kanzu yenye mikono, ndugu zake walimvua kanzu hiyo. Ni kanzu ya upendeleo. Katika maisha ukiwa na neema, binadamu wanaweza kukupiga kwa mawe. Mwembe wenye mahembe unatupiwa mawe. Mwembe wenye mahembe unatupiwa mawe. Ukiwa na kitu kizuri, watu watakutupia mawe. Usikate tamaa, wewe si wa kwanza. Samani wanaume, mna maadui? Kuna aliye na adui? Una watu ambao wakupendi? Uwezi ukakosa. Tungekuwa karibu ungekupatia mkono. Ina maana wewe unafanya kitu fulani katika maisha. Ukiwa unafanya kitu fulani, kuna watu watakutupia mawe. Ukiwa unafanya kitu kizuri, kuna wengine watakukejeli. Endelea mbele. Huyu alikuwa na kanzu ya upendeleo, wakalivua kanzu lake. Kanzu la pili ni nguo ya utumishi. Mwanzo sura 39 mstari wa 4. Nguo ya utumishi ni kama Bwana wetu Yesu Kristo pale siku ya Alhamisi Kuu alifanya matendo 7. Tendo la kwanza, alitoka chakulani akaacha mazuri.
ebirungi bisigwao nembwa kasiga nche kone bienda mazuri uacha hata mbwa aliacha kucheka. Lakini tendo la pili alivua vazi lake la utukufu, na tendo la tatu akachukua taulo, tendo la nne akajifunga utayari kutumikia. Na kutumikia ni kutawala.